Leo nimebahatika kuwa na Madam Leila Abubakar ambaye ni msaikolojia lakini vile vile ni mtaalamu wa masuala ya afya ya akili. Mara nyingi sana tunapokuwa Leila, tunapokuwa tunazungumza, watu wakitajiwa masuala ya afya ya akili wanafikiria ni ugonjwa labda ule wa uenda wazimu au kichaa. Kwa hiyo kidogo tu nilitaka utoe maelezo tu katika hili la afya ya akili, lakini na saikolojia nayo ni nini kwa muhtasari? Okay, masuala haya ya afya ya akili ni uwezo wa mtu kuwa katika hali yake sahihi kwa wakati sahihi na mahali sahihi, au uwezo wa mtu binafsi kufanya jambo sahihi katika wakati sahihi. Mathalan, umeambiwa sasa ni muda labda wa kufanya kazi. Uwezo wa wewe kuperform katika kazi ndo tunaita una afya ya akili ambayo iko sahihi. Lakini sasa pale kwenye kazi ukachukua labda internet ya watu ya kazi download movie, tunasema wewe una shida katika afya ya akili. Lakini pia hasira, watu wakiwa na hasira wana namna fulani inabidi wameact kwa kuwa na hasira. Sasa wewe ukianza kuwa na hasira ambazo zimepitiliza, tunasema extreme, sasa tunasema huyu anaweza kawa na shida ya afya ya akili. Lakini unatakiwa ufahamu haya masuala ya afya ya akili, utakapokuwa na shida inaitwa changamoto. Okay. Ina maana ni kama ni kwa lugha ya Kimombo tunaita ni disorder. Kwa hiyo ambayo hii changamoto inahusiana mambo mengine ndani yake. Yaani yenyewe haiwezi kuwa changamoto, lakini inakuwa na trigger au vitu ambavyo viko ndani yake. Ndio sasa hivi vitu ndio sasa vinabeba saikolojia. Ambayo saikolojia ni nini? Yenyewe saikolojia ni mfumo wa mtu alivyo katika tabia yake, katika afya yake, katika matendo yake. Katika matendo yake. Ndio. Vile alivyolelewa. Ndio. Sasa ndo tunasema huyu ameathirika kisaikolojia. Sawa? Ndio. Kwa katika kuathirika kwake kisaikolojia kumemsababishia amepata changamoto za afya ya akili. Kwamba akili yake haina afya. So kama haiko sawa, inaweza ikawa iko sawa, lakini haina afya. Afya ni ile kuwa katika hali ya utimamu. Hali ya kufanya jambo mahususi katika eneo mahususi. Reaction mahususi katika shida mahususi. Kama ni furaha, mtu onyeshe furaha. Sasa mtu atakapoonyesha furaha kisha kwa ile furaha anacheka mpaka na galagala chini, sasa tutasema mbona amecheka sana? Ndio sasa tunasema huyu anaweza akawa na changamoto kwenye afya yake. Lakini unatakiwa ufahamu watu hawa wenye matatizo kisaikolojia yenye kupelekea changamoto ya afya ya akili wanaweza wakaoa, wakaolewa, wakawa wako kazini kama wasimamizi. Wakawa wanatembea, wanaendesha vyombo vya moto na usijue, lakini utajua utakapofanya interaction naye. Yaani we na yeye mtakapokuwa social, ukaribu. Ndipo sasa utagundua huyu mbona tabia zake ziko ajabu. Ndio maana Waswahili wakaja na msemo, ishi nao ili uweze kujua tabia zao. Na pale unapokuwa umeungana na mtu ndipo utakapoweza kumjua. Na pale ulipokuwa umesema kuhusiana na disorder. Disorder kwa maana ya hivi ulivyokuwa umenieleza, disorder ni ulemavu. Ni kitu ambacho yaani kilikuwa kinatakiwa kiwe kimenyoka, kimepinda. Kwa hiyo kumbe hata kwenye akili nako kuna ulemavu wa akili, ndio hiyo disorder. Sasa hizi disorder zimegawanyika, ziko mbalimbali. Kuna dyslexia, kuna mambo wanasema labda wengine wako na autism, unaona, usonji kwa Kiswahili. Sasa inategemea sasa yanaingia kwenye nini. Kuna mwingine ana trauma, kuna mwingine ana anxiety, kuna mwingine ana tension, kuna mwingine ana shida hapati usingizi. Zote hizi zinaingia katika nini? Matatizo au changamoto za masuala ya afya ya akili. Mimi leo nataka tukae hapa kwenye trauma. Na zaidi kwenye upande wa trauma. Nilikuwa nataka tukae upande wa watoto. Ndio. Hivi maumivu ya utotoni au trauma za utotoni zinaweza zikaathiri utu uzima wa mtu? Kwa 100%. Namna gani, vipi zinaweza zikaathiri? Mathalani mtoto amekuwa katika mazingira ambao wanamdhalilisha,
Kumabuse wanasema. Wanamabuse au alifanyiwa kitendo cha kikatili, labda alibakwa, au ni mtoto wa kiume alikuwa anapigwa hadharani. Ndio. Wajua ile ya kumtoa mtoto alafu mchape mtaani. Ndio. Ile au kumuita mtoto majina ya sofaa. Kumtukana, kumdhalilisha. Bullying. Bullying, kumpa biashara akiwa mdogo. Ukitoka shule, njoo upitie huku uze vitumbua na mimi. Jioni tunabeba wote majungu, tunarudi nyumbani. Madam Leila, mimi ni mkufunzi katika masuala ya fedha na uchumi. Sawa na katika kanuni zangu mimi za mkufunzi wa masuala ya fedha na uchumi ni pamoja na kuwafundisha watoto uwajibikaji, lakini sio tu uwajibikaji, lakini vile vile kuwafundisha elimu ya fedha mapema, pamoja na utafutaji. Sasa hapa wewe unazungumza kama mfanyabiashara. Mimi nazungumza kama njia ya mtoto kujipatia kipato chake. Kwamba ukitoka shuleni una shida ya daftari, pitia uje tuuze wote vyombo. Upate hela yako kwa ajili ya daftari. Upate hela yako kwa ajili ya kununua kalamu shuleni. Yani mimi mzazi sitimizi mahitaji ya mtoto wangu na substitute mahitaji ya mtoto wangu kwa kumfanyisha kazi. Tukija sasa katika mrengo au kwa lugha ya kimombo tunasema child labor. Sasa hii inamtrain mtoto akiwa mdogo. Kwamba kupata haki yangu mimi kama mtoto ni mimi kufanya kazi. Sasa mtoto wa aina hii akiwa wa kiume au akiwa wa kike, ni rahisi mtoto wa aina hii kudhulumiwa kihisia au kudhulumiwa kijinsia kwa mtu yoyote mwenye fikra potofu ya kuamini kwamba huyu anaweza kumfanyisha kazi nikamlipa. Mwingine anaweza kumchukua kama binti akambaka, kumpa hela. Au kama ni mtoto wa kiume akamfanyia udhalilishaji kwa kumpa hela. Kwa sababu wewe umeshamuaminisha kwamba ili yeye hana nafasi ya malezi kutoka kwako, ila yeye anatakiwa kujilea. Ndio maana unaona watoto wadogo labda yuko kidato cha 3, yeye ndo anayesimamia familia yake. Yani yeye ndo anayejua kwetu usiku kutapikwa mboga gani. Sasa huyu akikuletea mtoto akiwa bado yuko shule, huyu ina maana starehe yake itakuwa ni toka ulipomzaa mpaka miaka 2. Pale ndo atakuwa na starehe. Baada ya pale anaweza kama usipoingia kati ukabadilisha hii hatima yake, anaweza akaingia kaburini bila starehe. Na akaolewa na mtu asiyemtaka, na akazaa watoto wasiotaka, na akaishi maisha wao uliomfanya aishi, kwa sababu hajui furaha. Isipokuwa furaha anunue. Sawa. Kwa hiyo hii nadhani hii itabidi tuje tuiandalie kipindi chake mahususi. Lakini leo tuzungumzie kuhusiana na hii trauma. Sawa wazazi wanawajeruhi watoto bila ya wao wenyewe kujua. Hebu naomba uwafahamishe ni kwa namna gani, vipi ambapo mzazi anaweza akamwathiri mtoto kwa hizi. Sawa, tuna shida moja sisi Waswahili wengi. Tuna tabia ya kuleta marafiki zetu nyumbani, labda kwa kikao cha chai au kikao cha harusi. Alafu utawaita watoto wako, watawasalimia rafiki zako, kisha rafiki zako watacomment kuhusu watoto wako. Aka keusi. Huyu mnene. Umetoa wapi mtoto mnene namna hii? Mbona uko mnene ulipokuwa mdogo? Alafu mtoto huyu akija kuwa mkubwa, huyu atakuwa na mabega mapana. Imeingia kwenye akili ya mtoto. Na anajua kwamba nyinyi mmembul. Na balaa ni kwamba nyinyi wote ni watu wazima. Na nyinyi mmesema yeye ni mweusi. Na wakati mnasema mweusi, mmesema mweusi kana kwamba mnemshangaa. Ina maana kwenye akili yake imeregister kwamba yeye weusi wake sio mzuri. Kwa sababu kwanza hamjaongeza mashallah. Pili hamjasema na excitement. Kwa mimi young Leila naamini kwamba weusi wangu mimi ni kasoro. Kwa nikienda form 1 boarding, nitatafuta wenzangu wenye kupaka mkorogo, ninunue kadogo kamkorogo kangu kwa ajili ya bleach. Niondoke kwenye ngozi nyeusi leo shangaza rafiki zake mama, nije kwenye ngozi nyeupe ambao nitapendwa. Au neno kama hili. Huendani mbona na wewe mtoto wako mnene sana kuliko wewe. Inajenga kwenye akili yako. Au fupi huo ameutoa wapi?
kwetu sisi yani Wasukuma hakuna wafupi. Kwa sasa mtoto anakuwa akiamini unene kwake ni changamoto, ufupi kwake ni changamoto. Mara 60 ufupi hana la kufanya. Ataanguka tu kwenye confidence yake itaanguka. Akichaguliwa uongozi shuleni ataukataa. Akiambiwa simamia nyumba yako ataona hawezi kusimamia, maana hamkumwamini kwamba yeye na ufupi wake anaweza kufanya jambo. Lakini akiwa mnene sasa ndipo anapoingia kwenye matatizo. Atapata hormone imbalance, atakuwa na depression, pia anaweza akajikuta anatafuta njia za kufanya upasuaji. Tunaita sasa cosmetic surgery kwa ajili ya kuwa na umbo ambalo nyinyi mtalifurahia. Sasa unaona kama hii ukiangalia sasa katika maslahi mapana ya mtoto, yanamwathiri mtoto mambo haya toka labda akiwa na miaka 6, 7 mpaka anaingia kaburini. Ikiwa hajatokea mtu yoyote wa kumwonyesha mtoto kwamba ni mtu muhimu, mtoto anaweza akafa hana furaha. Jambo lingine wazazi wanalolifanya kumzuru mtoto ni kumkataa mtoto. Kuna mzazi anamkataa mtoto. Baba amezaa, lakini kwa sababu ndoa hii ilikuwa ya siri, naomba mke wangu asijue kama mimi nimezaa na wewe. Hao watoto watunze peke yako, mimi nitakuwa nakuja nikipata nafasi na upenyo kuja kuangalia. Mbaya sana. Mwingine amempa mimba ujauzito binti, anamwambia mimi sikuhitaji. Sina uhakika kama ujauzito huu ni wangu. Kwa yule mtoto anakuwa akiamini kwenye kichwa chake kwamba mimi babangu hakunihitaji, kwa mimi sio mtu wa thamani. Ningekuwa kitu cha thamani babangu asingeniweka mbali. Na yeye hana shujaa kwenye maisha yake, kwa sababu shujaa yake wa kwanza alikuwa mamake, lakini sio shujaa kwa sababu amedhulumiwa. Kwa yeye ataamini mwanamke hawezi kuwa shujaa, kwa sababu kama ingekuwa ushujaa unawezekana mamangu asingedhulumiwa. Kwa wewe ukimuita ukampa nafasi ya kazi, ukamwambia chukua hii nafasi ya kazi, utaweza kuwa kiongozi, atasema hakuna mtu yote kwenye familia yangu aliyeweza, kwa mimi pia siwezi kuweza. Namba 1. Namba 2, akipata nyumba yake hataweza kuisimamia vizuri, kwa sababu haamini katika usimamizi wa mke. Anaamini kwa mke yeye ndo awe msimamizi. Kwa yeye akipata mwanaume anayemuongoza, atakataa, atataka yeye ndo aongoze. Kwa sababu gani? Hajui kuongozwa. Amekuwa katika mazingira ya kusurvive. Na ili usurvive inabidi wewe ndo uwe kiongozi. Kwa ukikutana na mwanaume anakuambia kaa chini mimi nitakusaidia, anaona vitu gani hivi? Mbona mimi naweza kujipambania mwenyewe? Kwani huyu anaweza nini mimi sichoweza? Sasa yeye ndo anaingia, anakuambia wewe kaa, mimi nitafanya kazi, wewe kazi yako, nataka uwe mume wangu tu. Sasa wewe unaona, badala ya kuona ni ugonjwa umsaidie, wewe sasa unasimama unasema huyu mwanamke sio mwanamke. Hawezi kuwa submissive. Ni mwanamke gani huyu? Huyu ni mgonjwa. Unatakiwa umuondoe kwenye ile survival mode, mode yake ya upambanaji, aje kwenye mode ya kuwa ua. Aamini kwamba inabidi amwagiliziwe ndo akomae, ndo aote, ndo afanye nini. Kwa sasa wewe badala ya kumtibu, wewe ndo unazidi kumbuli kitu alichofanya nani? Babake. Kwa kuliko kuondoa madhila kwenye maisha yake, wewe ndo unaongezea. Unaanza unamuita majina bara bosi, mara unamuita tajiri. Sasa unajiuliza, sasa mbona mimi niko hivi? Unakutana na binti, unamuuliza unahitaji nini kwenye maisha yako, anakuambia Lela, mimi nataka tu nipumzike. Nimeenda mbio sana, nataka tu mtu anichukue aniambie tafadhali pumzika hapa, utakuwa mke wangu. Madam Leila, nikurudishe kidogo katika hii ambalo umekuwa unaendelea kulizungumza. Mama alikuwa na walioana na baba na wamezaa watoto wakapitia changamoto za namna moja au namna nyingine. Ndoa ile ikavunjika, lakini watoto wakiwa ni wadogo. Iko mifano na naijua ya mzazi moja ambaye anakuwa amewachukua wale watoto, jalie mwanamke, na wale watoto anachojua ni kwamba yani wao ni yatima, hawana baba na baba yuko hai. Sawa hiki kitu kama hiki, na wako wengine very soon hivi mimi nimepata kesi sawa ambapo mzazi wa kiume
alisikia kwamba mtoto wake kashabadilishwa jina. Baba mkwe ameingilia kati, ambaye ndio amemlea mtoto wake, ambao walikuwa na ndoa yao, na hatimaye binti yake yuko nyumbani na mtoto akazaliwa, na mtoto ule anabadilishwa jina shule. Kwa mtoto anakuwa akijua kwamba yani yeye hana mzazi, na anakuwa akijua kwamba yani jina aliloandikiwa pengine ni la babu, anajua kwamba yani ndilo jina halisi. Hii nayo upande wa wazazi inaweza ikawa ni changamoto ya afya ya akili. Ni changamoto ya afya ya akili. Yes. Lakini pia inatoa athari kubwa sana kwa huyo mtoto mbeleni. Kwa sababu usipokuwa na mahali ambapo wewe unamiliki au unamilikiwa, unakuwa huna identity. Ndio. Kwa tunaita identity crisis. Kwamba mimi sina kwetu. Ndio. Ushaona sasa hivi harakati nyingi za hawa wasanii wakubwa na wanaoshughulika zaidi kwenye mashule makubwa ya magharibi. Wanaanza kutafuta asili zao Afrika. Wanakuja wanapima DNA, wanasema DNA imethibitisha kwetu asili yangu ni Malawi. Atakwenda kisha atakuja kutafuta identity. Ndio. Mimi kwetu ni wapi? Ndio. Mimi baba yangu hasa ni nani? Ndio. Atakapofika maswala haya, akaanza kuuliza maswali haya. Ndio. Na akaja akakonfirm, kwa sababu ukweli ni kama mafuta kwenye maji. Itapanda juu tu. Ndio. Itakuja tu itajulikana kwamba wewe ulimficha kuhusu babake. Ndio. Akija kujua uko kwenye hatari mbili kama mzazi. Namba 1, kumpoteza mtoto 100%. Namba 2, kuvunja uaminifu wa mtoto kwako. Ndio. Ni ile unaumwa, mtoto hajigusi. Ndio. Umenidhulumu kuhusu babangu miaka 20. Sina kwetu miaka 20. Sina identity ya kwetu miaka 20. Shauri yako na Mungu wako. Kizazi cha sasa. Kizazi cha sasa mtoto unamwambia, "Kwa nini umechelewa?" Anakuambia, "Kwa nini unaongea kwa ukali? Kwa nini uweze kuongea na mimi kawaida mama?" Kawaida. Alafu unamwambia labda, "Rudi nyumbani." Anakuambia, "Mama, mbona saizi mapema sana 12?" Hata hivyo na location yangu, si lazima unicheki kila saa. Angalia location tu nilipo. Ndio. Kizazi cha sasa ndikiko hivyo. Ndio. Jiulize ukimficha mtoto kama huyu. Hiyo ni namba 1. Namba 2, mtu akikosa identity. Akakutana na walimwengu. Wakamwambia wewe identity yako ni mwanamume, lakini wewe uko kwenye nguo tu za kike, ila wewe ni mwanaume. Anaamini. Ndio. Kwa sababu ya yale mapito kingine anachoweza kujinasibisha nacho. Ndio. Kwa sababu wewe nasaba yake umemnyima. Umemlea kikeni. Ndio. Mtoto wa kiume. Wanawake watupu ndani ya nyumba. Ndio. Akija akiambiwa na mtu kwamba wewe hukutakiwa kuwa hivi, wewe ulizaliwa hivi, lakini hasa maslahi yako hasa wewe ni kuwa hivi. Ndio. Atawaamini wapita njia. Ndio maana tunaongea na wazazi, tunawaambia wazazi. Mweza kuwa mnaongea na watoto. Mwaambia watoto kwamba wako vibaya shuleni, hawawezi kufaulu. Wakikutana na watu ambao watawaongelesha wanachotaka kusikia. Ndio. Halafu wakawaambia, "Nyinyi ni watoto wazuri sana, mwapendeza sana, mko na akili sana, tuwapenda performance yenu." Halafu wakawa wanawapa na sigara wavute. Watakuwa radhi wakae nao hawa. Kwa sababu wakikaa nao wanasikia maneno mazuri. Wakija kwenu mwaambia, "Kichwa chako kama cha shangazi yako, huna adabu kama babu zako, mfupi kama maruhumu sijui mjomba wako." Akija kwetu sisi tumwambia, "Unapendeza jinsi ulivyo, uko vizuri, black beauty." Halafu tunamwambia, "Ili ujisikie raha zaidi, kunywa hichi kinywaji." Watatupenda sisi kuliko nyinyi. Kwa sababu tamaa ya binadamu wote kisaikolojia ni kujisikia nyumbani, kujisikia utulivu. Sasa kama wewe unipi utulivu, nikikutana na masela shuleni wakanipa utulivu alafu ananipa na sigara, niko radhi huko. Nilitaka kukuuliza kuhusiana na shame based parenting, madhara yake ni nini? Ambayo ndio hiki kwa uchache ulichokuwa umekitaja. So hilo lilikuwa ni swali langu jingine linalokuja. Ambalo kuna athari ambayo inakuwa inawapata watoto katika utoto wao, ama mashuleni au mtaani au nyumbani. Lakini hasa inaweza ikawa nyumbani, kwa sababu hata mtoto akiweko shuleni akiambiwa maneno mabaya, lakini akija nyumbani akitiwa moyo, kwa sababu yani watoto walio wengi kwa wazazi ambao yani wako karibu na watoto wao,
Kwa hiyo kimbilio lake wengi kwa wazazi ni nyumbani. Na ndiko ambako anakuwa anajihisi yani kwamba yuko salama. Kama vile ambavyo hata mtoto akikutana na mtu yoyote, yani hata kama ni bouncer, baba yake yuko hivi tu kifupi, lakini akiona chochote anakuambia nitaenda kumwambia babangu. Sasa katika hili shame based parenting, ambapo hii ndio kama ile ya kuabuli watoto, maendeleo yao ya kitaaluma, na katika makuzi yao ya siku zijazo. Wajua, wazazi wanatakiwa kufahamu kitu kimoja, hakuna mtoto asokuwa na akili. Yes. Wala mtoto asojua anachokifanya. Ndio. Watoto wote wanajua wanachokifanya. Na watoto toka umri mdogo wamefundishwa na wazazi, ikiwa ni mchango, kumanipulate. Anajua akilia utampa maziwa. Akilia utambeba mgongoni. Yes. Akiamka hamtostuka kama kaamka mpaka pige makelele. Ndio. Kwa hii manipulation tactic ya kitoto ndo hii hata sisi watu wazima tuko nayo. Ndio. Kwa wewe huna mbinu mpya ya kumanipulate mtoto, kwa sababu kwanza yeye mwenyewe ni master manipulator. Akilia usiku mzima, watu wote mtaacha shughuli zenu mumshughulikie yetu. Ndio. Sasa kama akiwa mdogo anaweza kuwapelekeni puta namna hii, ina maana akiwa mkubwa anaweza kuwapeleka puta mara 1000. Ndio. Sasa jinsi gani unaweza kumtengeneza mtoto asibaki katika hizi manipulations zake? Ni kumpenda. Ndio. Na humpendi mtoto kwa kumnunulia viatu pea 60. Kumpenda mtoto ni kumfanya mtoto ajisikie kwamba kwako yuko salama. Mimi naweza kumwambia kitu chochote mama na asinijaji. Ndio. Mimi naweza kumuuliza mamangu swala lolote, asiniambia ndo mambo yako umeanza. Ndio. Na mimi naweza kumwambia mamangu siri yangu, na ikabaki kwangu, hatopiga simu kuambia anti zangu, wajua Lela siku hizi ni haya. Kwa sababu ubaya wanafunzi wengi naokutana nao wenye shida hizi za matatizo ya kisaikolojia, wanashindwa kufaulu. Kosa kubwa ni kwamba wanapofeli au kufaulu, mama zao wanapiga simu kwa jamaa. Au wakiwa wamefanya makosa nyumbani, mama zao wanashtaki kwa jamaa. Unaenda kwa anti yako kumsalimia, unamkuta na bayo yako yote. Anajua we ni mtundu, anajua we husali nyumbani, anajua we unakula sana, una kawaida ya kuchelewa. Sasa ukienda kule kwa anti yako, unatakata kupretend kwa mtoto mzuri. Huwezi, kwa sababu faili lako lote limepigwa kule. Na kumbuka hii, mzazi sasa hapa naongea nao. Kumbuka hii wewe ni wewe ulivyoona. Kwa sababu ukweli una pande mbili. Ulivyoona wewe na ninavyoona mimi. Waweza kuona 6, mimi naona 9. Ndio. Ni kwa sababu ya tulipokaa. Sasa waweza kuniona mimi mtoto wako ni mkorofi, na kwa sababu wewe ongea na mimi kwa sauti kali. Ndio. Mimi na wewe hatufanyi demokrasi. Wewe unataka kuleta ushindani kwenye malezi. Lakini kienda kwa Antitumu anaongea na mimi kama rafiki yake. Ananipa option. Je, wataka kusoma kwanza, wataka kula? Anikuti nkala akaniambia wala tu kusoma. Ndio. Sasa wataka kula kwanza, wataka kusoma? Soma kwanza. Au kijana kafika pale amemaliza form 4. Yeye anajiona hahitaji tena kuendelea kusoma, anahitaji ajira. Kwa hiyo sasa hapa kunakuwa na mgogoro baina ya wazazi, na mzazi hamsikilizi ule mtoto kwamba kwa nini hataki kusoma tena, kwenda form 5 na form 6. Hataki kujua. Kwa sababu ndoto yake ilishindikana, ataka mwanae ndo aibebe ndoto yake. Mimi nilikuwa niwe dereva mimi. Kwa hiyo itabidi umekuwa dereva. Baba, mimi sina macho ya kuwa dereva. Ndio. Mimi sioni mbali. Ama macho yangu yote yanaona pamoja. Ndio. Siwezi kuendesha gari, mimi nitakufa na gari. Ndio. Lazima umekuwa dereva. Uko huu hakuna mtu yote ambaye amekuwa isipokuwa amekuwa dereva. Sasa mimi kama mimi nitaanza kuishi mimi lini? Kila saa nataka niishi nyie. Mimi nitaishi lini? Akienda kwa anti yake Mwantumu, anti yake anamwambia bwana wewe waweza kuishi unavyotaka. Ndio. Lakini sasa hivi akienda hampokei tena kwa shabasha. Kwa nini? Mshatuma faili lake chafu. Kwa nini mwatangaza kuhusu shortcomings za watoto wenu kwa jamaa? Kwa nini mwasema? Mtoto ndo umempeleka tu shule, umemhamishia shule, ushawaambia walimu wote mpaka academic. Mwanangu mimi ni msema uongo. Ulikuwa na haja gani ya kusema yote haya? Aibu za mwanao zipeleke katika shule. Labda amesema hii shule ishahamishwa, aibu yangu
nitaistiri kule sionyeshe. Sasa ushaupeleka umbea. Ndio. Katika hichi ambacho umekuwa unakieleza, unajua umezungumzia saikolojia, sawa pamoja hapa tunazungumzia malezi ya watoto wadogo, tumezungumzia kuhusiana na trauma au maumivu ya utotoni yanavyoathiri utu uzima. Watu wengi wanaingia kwenye ndoa hawana elimu ya ndoa. Wanaingia kwenye mahusiano wala hawana elimu ya mahusiano. Wazazi wanapata mtoto hawana elimu ya malezi, ambapo ndani yake kunahitaji taaluma hizi, kwa sababu haya unayoeleza yanahitaji masomo, kwamba mzazi yeye ili aweze kufundishwa jinsi gani ya kumlea yule mtoto. Kwa hiyo nagundua kwamba kumbe kuna haja ya hizi elimu. Ndiyo. Na madarasa yangehitajika ili watu waweze kujifunza, ili waweze kuja kuwa na watoto wazuri. Ndiyo. Kwa hiyo tumalizie tu kwa hii sehemu ya sasa hivi. Nini mzazi afanye ili kuweza kujenga watoto kuwa emotional secure, kuwa salama kihisia? Nini mzazi afanye? Kwanza mzazi afahamu kwamba watoto anawalea karne hizi tofauti na karne zilizopita. Watoto hao ukiongea na wao wataongea. Pili, watoto hao wanafahamu mambo. Kwa hiyo kwa wajifanya kwamba wewe unaishi mwaka 60, watoto hao watakuuliza maswali. Ndio. Kwa hiyo wale watoto kutokana na mbinu za nyakati hizo. Ndio. Wasomi wanasema watu wakibadilika, nyakati zikibadilika na watu wanabadilika. Fuatilia watoto wa siku hizi wako vipi, utawezaje kulea. Lakini lea katika mfumo wa demokrasia. Jadiliana na watoto wanataka nini. Usiimpose ndoto zako kwa watoto. Lakini kubwa zaidi, kuwa na siri ya watoto wako. Si kila mtu anabidi kujua siri ya watoto wako. Hata kama ni wajuzi usiseme. Ndio. Si kila mtu atapenda watoto wako wewe tu ndio wajuzi. Iwe yani aghalabu watoto wako wajue. Ndio. Watu wajue kuhusu watoto wako. Kama sio muhimu watu wasijue kuhusu nao. Mwanzo wao si wewe. Hayo hata hujui kama wanataka wajulikane. Hujui. Halafu jambo lingine, wafundishe watoto wako namna gani unapata riziki. Itaongeza huruma kwa watoto wako. Lakini pia itatengeneza purpose. Watoto wako watakuona hero kwamba baba mchapakazi sana. Tizama biashara zake. Hata mimi nitaka kuwa kama yeye. Wataka watoto wawe wachapakazi. Hawajui ufanyalo. Waje kuona ukilifanya. Ndio maana Mtume Mwenyezi Mungu anasema wakiwa na miaka 7 tuwafundisheni tabia njema. Wakiwa na miaka 7 ya pili tuende nao katika shughuli zetu. Wafundishwe uwindaji, wafundishwe sijui nini, michezo ile ya kiume. Kazi za wazazi. Wafundishwe, lakini isiwe kama tekniki ya watoto kujipatia kipato. Ni tekniki ya watoto kupata ujuzi. Ndio. Kwa ajili ya kesho. Lakini pia wapate hero. So tena mtoto hero wake ni Spider-Man. Hero wake babake, mjomba wake. Unataka kuwa mwanasheria. Anko yako mwanasheria Mustafa yuko sehemu fulani. Kesho ndakupeleka ofisini kwake ukaone hali na kwendaje ofisini kwake. Ajue wao wanasheria kumbe haya ndo maisha yao. A day katika maisha ya mwanasheria ndo anakuwa hivi. Ndio. Nataka kuwa mwalimu, twende kupeleke skulini kwa anti yako ukaone wao wanafundisha vipi. Asante Madam Leila Done. Swali langu la mwisho. Mzazi ambaye anataka kuanza upya malezi ya leo, ndio anataka kuanza upya, anzie wapi? Kwanza ni kutafuta taarifa sahihi na kujiunga katika maeneo sahihi, mfano madarasa ya malezi. Kama Mungu akitujalia, sisi pia tuko na madarasa ya malezi ya wakina mama, ya wakina baba, tuko nayo. Kwa anaweza kuwasiliana na sisi kwa ajili ya madarasa ya malezi. Yapo, lakini labda mtu kuna vitabu, lakini pia kuna mitandao sasa hivi, kila elimu ziko wazi kila mahali. Ndiyo. Lakini sisi madarasa yetu ya malezi yako online. Kwa mtu wa sehemu yoyote mtu anaweza kuingia. Ndio. Tuna madarasa ya malezi ya kina baba, kina mama, lakini tunayo pia madarasa ya malezi ya wanafunzi. Ndio, okay. Ya online. Ndio. Mpaka madrasa pia tunayo ya online. Ndio. Ndio. Mimi napatikana hapa Dar es Salaam kwa sasa. Madarasa ya ana kwa ana pia niko nayo. Lakini ikiwa mtu anataka na swali, anataka kuuliza jambo lolote, napatikana kwa namba ya simu 0757 64 37 46 au akaniangalia katika mitandao ya kijamii Facebook, TikTok, Instagram na YouTube kwa
jina hili Madam Leila Abubakar, huko atanipata, na hata hizi taarifa za mawasiliano pia zipo. Muda wa mwisho kupiga? Kazi tunaanza saa 1:30 asubuhi mpaka 12 jioni. Okay. Asante sana. Na mimi ambaye nimeungana na Madam Leila ni Mr. Menyu wa Lishe Faida, lishe ambazo hazilimwi kupitia kulipitia shambani, zikapitia jikoni zikaliwa kupitia juu ya meza, dining. Hizi ni lishe ambazo zinapatikana kwenye vitabu, uzoefu, zinaliwa kupitia macho na masikio, na zikalisha ubongo. Ni mkufunzi katika masuala ya fedha, na ni mwandishi na ni life coach. By the way, hapa tuko Duka Huru Studio, ambapo ni brand psychology, ambapo wanakuza brandi za kibiashara, lakini tuko hapa studio ya podcast. Tunasema Duka Huru, let us all win. Thank you very much, Madam Leila. Asante.